kama vile hadithi ya Anas katika sahihaini akisema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam laysa bitawil alba'in wala bilqasir wala bilabyad alamhaq wala biladam wala bilja'd alqatat wala bisaqf بعثه الله على رأس 40 سنة Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma mtume huyu. Asema Anas, hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mrefu sana, kadhalika hakuwa ni mfupi, maana yake alikuwa katika urefu akrab, alikuwa kwenye urefu ni karibu zaidi, lakini hakuwa na urefu wa kupindukia, na nywele zake zilikuwa kati na kati, kadhalika rangi yake ilikuwa si nyeupe moja kwa moja, bali ni weupe ambao unachanganyikana na wekundu. Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma alipofika umri wa miaka 40, walaysa fi rasihi 20 sha'ratan bayda, na hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kichwa chake nywele nyeupe zinazozidi 20. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، alikuwa sallallahu alaihi wasallam mutawassit alqama, alikuwa ana kiwiliwili cha kati na kati, tawila ma baina almankibain, alikuwa ni mpana wa mabega yake mawili, alikuwa ni mpana wa mabega yake mawili, tawilu ash-sha'r adhimu al-jamma ila shahmati udhunayhi, nywele zake zilikuwa zikishuka mpaka kwenye nyama ya masikio yake mawili. Asema al-Bara, fama raaitu shay'an qattun ahsana minhu, sijapata kuona kitu kizuri kuliko yeye sallallahu alaihi wasallam katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an as-Sa'ib fi sahihayn, as-Sa'ib bin Yazid anasema lamma nadhara ila al-khatam baina katifayhi, ya kwamba alitizama as-Sa'ib katika muhuri wa pete ya mtume sallallahu alaihi wasallam uliokuwa baina katifayhi, baina ya mabega yake mawili katika mgongo wake, wa ila al-aysar aqrab, ambao ulikuwa una ukaribu na upande wa kushoto. Kisha Sa'ib bin Yazid anasema faraitu kaannahu mithlu zirri al-hajala, nikaona ni mfano wa yai la njiwa. Wa fi musannaf kana idha masha sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akitembea mtume sallallahu alayhi wasallam natu min sababi, ni kama vile anateremka kwenye mlima. Huu ndio mwendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa akigeuka hakadha sallallahu alayhi wasallam au safa, anageuka na mwili wake. Imekuja katika sahihain